Kwa kisima, kwa sababu limeshaonekana liko wazi, huwa ni lazima nilizungumzie, kwa sababu wanaoniuliza maswali ni wengi. Kwa hiyo kwa kisima cha kwanza mimi nasema ni kitu ambacho najivunia kumuona yeye anafanya vizuri kuliko hata mimi sasa hivi. Hapana, unajua sisi kwenye sanaa ya muziki, mashabiki wanaweza kuwatengenezea skendo ya kutaka kukosana. Msanii usipokuwa makini, unaweza kujikuta unakosana na msanii mwenzako kwa sababu ya mashabiki. Kwa sababu yeye shabiki anachotaka kutengeneza ni kutengeneza tu kwamba atengeneze ushabiki uendelee kuwepo, aone wewe na fulani mnajibishana yale maneno, kwake anakuwa na furaha. Lakini ninyi mnakuwa tayari mmeshaanza kuumizana. Mimi sina imani kama Kisima na Gudegude kwamba kuna ugomvi. Maana wengi wamekuwa kiniuliza, lakini naambia hapana. Mashabiki wanalinganisha nyimbo ambazo zinaimbwa. Inapoimbwa nyimbo, wanaanza kuitafasiri. Wanaanza kuielekeza kwamba hii nyimbo inawezekana imeimbwa kwa ajili ya fulani. Kumbe inawezekana sio yeye. Kwa sababu kuna tungo zingine tata. Kuna nyimbo tungo tata inaweza kaongelewa nyimbo ambayo haimzungumzii fulani, haimzungumzii Budagala wala haimzungumzii Kisima. Sasa watu ndio wanakuja kutafasiri. Kuna wale sasa wanajua kutafasiri mpaka wanaweka na vigezo kabisa, hii nyimbo imeimba fulani, kama mnabisha na hili lilifanyika hivi. Lakini kumbe inawezekana ile mtu aliimba na lengo jingine. Niweza nikachukulia mfano. Mimi nilimba nyimbo ya Mapolo. Au tuchukulie nyimbo ya Baba Shokaga. Nyimbo ya Baba Shokaga mwaka 97 kulitokea njaa kubwa. Nilikuwa darasa la kwanza, kidogo nilikuwa nimeshaanza kujitambua. Mwaka 97. Ile njaa iliathiri watu wengi sana, hasa watu wa Bariadi. Simiyu iliwaathiri sana. Lakini nilipokuja kutengeneza ile nyimbo Baba Shokaga, watu waliamini babangu ndiye alikimbia njaa. Lakini kule babangu kukimbia njaa, kuna baadhi waliokimbia njaa, ungetegemea nimtaje fulani kwamba fulani ulikimbia njaa asangeniua. Kwa hiyo kuna nyimbo tata ambayo inatengenezwa haielewi kwamba aliyekimbia njaa ni huyu. Nitajilenga mimi mwenyewe kwamba bwana, mimi babangu alikimbia njaa, lakini babangu hajakimbia njaa. Hapana, yeye nyimbo ametunga yeye mwenyewe. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia Kisima anaishi Kahama, mimi naishi Serengeti. Sasa kuna umbali. Anachokitengeneza huku na anachokitengeneza mimi kule, hatuwezi kuonana. Tunakuja kuonana ni muda baada hata miezi mitatu miwili, lakini simu tunapigiana. Lakini sasa ile kuonana, kuna mtu anatunga kitu chake mwenyewe idea. Unajua idea inaweza kaja umelala usiku. Usiku umelala, kashangaa tu idea imeingia usiku umelala. Ukaamka kwenda mezani ukaanza kuandika nyimbo. Kwa sasa inakuwa ni vigumu mtu aanze kupigia kwamba bwana nimetengeneza idea ya hivi. Hapana. Ile ni idea ya kwake na wala hajawahi kunisimulia kwamba ilikuwaje mpaka atengeneza nyimbo ya Nzuki. Hapana, ni hivi. Wasanii wote wanafanya vizuri. Hakuna msanii asiyefanya vizuri. Isipokuwa ni ushabiki. Ni kama timu, kuna Yanga, kuna Simba, kuna Prison, kuna Kagera Sugar, kuna nani. Lakini wote wanacheza mpira. Mpira wanaocheza ni ule ule. Au ugali unaopikwa ni ule ule. Ladha sasa kila mmoja ataijua kwenye mdomo wake kwamba hiki chakula kiko vizuri, hiki kiko vibaya. Mimi naye ni miongoni mwa wale watu ambao tuko kwenye uwanja. Siwezi kuzungumzia kwamba huyu yuko bora, huyu hayuko bora. Wote wako bora. Wanaotakiwa kutoa haya yote ni mashabiki. Ndio wanaojua kwamba huyu sisi tunajua yuko bora, huyu hayuko bora. Sasa pale kwenye collab inategemeana. Mimi sina ubaguzi. Mimi ni kijana ambaye nimetoka kwenye familia ya maisha magumu. Nimelelewa mazingira magumu ya kijijini. Nimeishi maisha fulani ambayo kwa kweli yana historia ndefu. Huwa sina ubaguzi. Kisima ni wa kwangu kabisa. Ni mtu ambaye nimeishi naye. Lakini atakayewahi kuniambia bwana naomba collab kati ya watu niliowakuta pale nitafanya naye kazi. Sitaangalia huyu ni Kisima, sitaangalia huyu ni Limbu. Hata angalikuwa ni msanii underground mdogo, nitafanya naye kazi. Sitaangalia maana wale wote ni wa kwangu. Sitaangalia kwamba huyu nani, hapana. Taangalia nani alianza kuniomba nifanye naye kazi. Kuta msanii anafanya hivyo, cha kwanza haipendi kazi yake. Cha pili ni kuridhika mapema. Unajua wasanii wengi hawaamini kwamba mashabiki ndio matajiri wetu.
Shabiki ndo tajiri wa kwanza. Mimi naheshimu sana shabiki. Yaani shabiki mimi hata nikiwa natembea mtu anasema huyu ndo msanii wetu mkubwa, tunamtegemea, huyu ndo mkubwa, lakini kwangu huwa najiona ni mdogo. Yaani huwa naamini shabiki ndo namba moja kuliko mimi. Kwa sababu bila shabiki kuja pale mimi siwezi kuitwa Budagala. Kwa hiyo nategemea sana mawazo ya shabiki yangu, na ndio maana ninapokuwa kwenye show huwa niko changanyikeni sana. Huwa napenda kukaa na mashabiki wote. Nazungumza nao, kila mmoja anakuja ana shida yake, namsikiliza, tunazungumza, tunabadilishana mawazo. Kwa hiyo ukikuta msanii ana tabia ya hivyo, njia yake itakuwa ni fupi. Njia yake itakuwa ni fupi kwa sababu gani? Watawahi kumchoka. Watamchoka mapema kwa sababu ya kujisikia. Ile inaitwa ni kujisikia. Wewe mtu ametoa pesa yake, ameamua kuacha kazi zake ili kusimama jukwani. Wewe unakuja unampigia nyimbo mbili unaondoka. Hivi siku akiacha kuja kwenye show yako utamlaumu. Utasema umelogwa, umejiroga mwenyewe. Utakuwa umejiroga mwenyewe. Kwa hiyo ule ni ushamba na ile inaitwa ni tabia mbovu. Kama wasanii wengine wataendelea kuyafanya waache, wajaribu kuheshimu mashabiki. Dawa naweza nikasema ni fence. Kama jinsi ilivyojenga hii guest na fence na ngome. Unaweza kuzuia mbwa asiingie humu. Inaweza kuzuia vitu kama nyoka wasiingie humu. Kwa hiyo dawa asilimia kubwa kwenye maisha ya msanii huwa ni fence. Siku zote unapoingia kwenye mfumo wa kuwa mtu maarufu, usifikiri kila aliyekusanyika mbele ya macho yako ni mwema kwako. Yupo anayecheka akiwa na furaha kwako, kweli sawa, ni mtu wako, lakini kuna wengine ambao wanakuwa sio watu wazuri. Na hasa kwenye jamii zetu inawezekana tunakotoka, unaweza kukuta sio nzuri. Lakini pia ni utamaduni ambao tumeukuta kutoka kwa babu zetu enzi na enzi. Ni kitu ambacho tunakiweka ni kama muendelezo. Na watu wengi wanaamini msanii anapokuwa maarufu lazima ashike dawa. Lakini mimi ninavyojua ni imani ya mtu. Kila mmoja na imani yake. Unaweza kukuta Budagala anatumia dawa, lakini kuna mwingine anakuambia mimi ni Muislamu. Mimi naamini ninachokiamini kwenye maisha yangu. Mimi naamini mimi ni Mkristo, naamini hiki. Kwa hiyo dawa ni kila mmoja anachokijua yeye. Sio lazima wote watumie dawa. Ni kila mmoja anachokiamini yeye. Na mimi sijawahi kuzaliwa kwa msanii yoyote. Mimi tu naweza nikamshukuru, kuna msanii mmoja ambaye alikuwa ni mwalimu. Akaitwa Mwalimu George Samuel Majanandare. Kwa watu wanaotoka ukanda wa mkoa wa Mara wanamfahamu vizuri. Yule mwalimu hao ndio alianza muziki mwanzoni. Wakiwa akina Yaleo Kali, akina Chime. Alikuwa ni baba mmoja anaimba muziki wa Kikuria. Yule baba alikuja shuleni kwetu pindi nasoma sekondari. Alipokuja yule baba nikaa nimeomba mawasiliano yake. Kwa kweli alikuwa na moyo mzuri, alinipokea. Nikamfuata mpaka nyumbani kwake. Nikaenda na akasikiliza nyimbo zangu yule baba. Mwisho wa siku nikamwomba, kwa kweli ndo aliyenipeleka studio kama mwenyeji. Lakini kusema kwamba mimi nimeenda kucheza kwa mtu, sijui nimeanzia kwa fulani, hapana. Mimi muziki naupenda tangu nikiwa mtoto. Kwa nafuatilia sana nyimbo za Kikongo. Maana kipindi hicho Bongo Flava zikuwepo. Hizo sisi tunazopata akili, nyimbo nyingi zilikuwa ni hizi za Kongo, zilikuwa na hizo na hizo za Afrika Kusini, zilikuwa reggae, zilikuwa za Katitu hizi kutoka Kenya. Ndio nyimbo ambazo zinapigwa kipindi hicho. Kwa hiyo mimi muziki naupenda tangu nikiwa mtoto. Sijawahi kwenda kukaa kwenda kuzaliwa kwa msanii mwingine. Unapokuwa mtu maarufu unapata shida. Unapokuwa mtu maarufu unapitia maisha fulani magumu. Kwa sababu watu wengi wanaamini mtu maarufu hawezi kula kibandani. Wanataka wamuone atoka kwenye hoteli za kifahari. Leo mimi nikisimama nikaanza kula mua hapo nje, nikasimama nikaanza kula mua. Na kichaa mmoja akaja akasimama pale akaanza kula mua. Hawatamzungumzia kichaa. Watasema Budagala ameishiwa jamani. Siku hizi anakula na mua mpaka hadharani. Kwa hiyo umaarufu unatesa sana. Unataka ukifika sehemu lale kwenye gesi ambayo ni hadhi ya juu. Inawezekana mimi nimeona tasilari hivyo. Lakini mtu anataka anione natoka kwenye gesi ya kifahari. Ili mtu ajue kabisa kwamba hili jamaa hili kwa kweli liko vizuri. Kwa hiyo muda mwingi wasanii tukifuata kile wanachokitaka mashabiki, mwisho wa siku tunakuja kudhalilika. Unapojikuta sasa muziki ulishaisha, unakuta umerudi kuwa maskini, unaanza kuhangaika sasa, wanaanza kukuchukulia kwamba enzi hizo jamaa
alikuwa nazo bana, alikuwa analala kwenye majumba ya kifahari. Ni bora uyazoee mazingira kuanzia mapema. Mimi muziki kwa kweli kiujumla naweza nikasema muziki naweza nikajivunia. Cha kwanza kupitia muziki wangu au kupitia ngoma zangu, kuna watu wamepata miji kupitia kwenye ngoma zangu. Mtu amekuja kwenye ngoma, anaona mwanamke anampenda, anaoa. Hiyo moja hiyo ni faida. Lakini bado kuna nyimbo zetu zimesaidia familia. Kuna nyimbo ikiwekwa kwenye familia, hata kama mzee wa mji alikuwa familia na mdharau, akiweka kale ka nyimbo kanawachoma familia, anaambia wanangu, mnaona mnachokifanya? Mpaka na wakina fulani wamekiona. Kwa mfano nachukulia nyimbo yangu moja tu, Kishimba cha Ngwari Mbu. Kishimba cha Ngwari Mbu ni familia ambayo mzee alikuwa akiletewa jambo na familia yake, yuko tayari kwenda kupambana na majirani. Na mtoto wake tu amepigwa kwa majirani, anaamua kwenda kugombana na majirani, kuanza kupigana. Lakini kupitia ile nyimbo imebadilisha watu. Lakini pia najivunia kwa mimi kutoa muziki kumemsaidia mchezesha disco Vumbi, anakula. Kumemsaidia Bensa leo ambaye nimemwajiri mimi, anakula. Kumemsaidia mtu ambaye nimemkodi ana gari, amekuja kunipigia matangazo, amekula. Lakini pia muziki bado umesaidia. Kuna watu sasa hivi, mfano hata kwenye baa nyingi, mtu hawezi kuja kukaa kunywa bia hata muziki haupo. Atasikiliza kama muziki kanamliwaza mdogo mdogo. Kwa hiyo faida kwenye muziki ni kubwa mno. Lakini bado pia mimi muziki umenipa familia. Leo na familia yangu naishi. Sijamwangaisha mzee, baba naomba mali ili niende kuoa. Mimi mzee nimemwambia mzee, nenda kwa fulani kakubaliane mahali, mimi nimepata mwanamke. Nimempunguzia majukumu baba. Badala baba kuisha ananifikiria mimi kwamba hivi mtoto nitamuozesha na nini. Leo mimi namuonyesha tu kwamba baba, hebu kakubaliane na hao, mali zipo, mimi nataka mwanamke huyu hapo. Kwa hiyo kiujumla muziki umenipa familia. Hawa comedian kuna watu wanawahitaji, kuwapata inakuwa ni kazi ngumu. Kwa hiyo watu wanaomba, tunaomba jamani, mtuletee na fulani tumuone. Kwa hiyo tunamleta kupitia sisi, kwa sababu watu wametuomba. Nimekuja Kahama hapa kupiga show, lakini watu wanasema na fulani hivi mlete bwana tumuone. Haiwezekana waliniona mtandaoni nimepiga naye picha, watu wale mashabiki wakamuona wakatamani bwana mlete yule jamaa tumuone, wanatusalimie. Muziki hauwezi kuisha ladha, isipokuwa muziki utakuwa ndio unabadilika kulingana na kali na jinsi ilivyo. Leo hii tuko kwenye mfumo huu tulionao, lakini kuna siku muziki utabadilika, utakuja tena asili nyingine. Inawezekana hizi ngoma tunazodharau sasa hivi, hizi za Wadaru na Wajika, kwenye miaka ijayo zinaweza zikarudi tena barabarani, watu wakaenda kushangaa tena na hizi ngoma tena, kumbe ni kitu ambacho kilikuwepo hizo za nyuma. Kwa hiyo muziki hauwezi kuisha ule mvuto wake hata siku moja. Muziki bado upo. Swala la uchumi ndugu yangu, uchumi ni siri ya mtu. Swala la uchumi ni siri ya mtu. Kuna mtu mwingine hapendi kuonyesha vitu vyake hadharani. Kuna mwingine ana sifa, anataka akishajenga hata kama ni bafu, anataka alionyeshe bafu kwa watu, kila mmoja ajue fulani amejenga bafu. Kuna mwingine akinunua hata mbuzi, anataka mitandao yote ijue fulani kanunua mbuzi. Lakini kuna wengine hatuna hobby hizo. Mtu akitaka kujifunza basi aje nyumbani. Leo siwezi kuzungumzia swala la kipato nilichonacho wakati niko mitaani. Aliona shida kuja kujifunza nyumbani kwangu, aje mwenyewe. Akifika nyumbani kwangu atajifunza, kumbe jamaa anakifanya hiki, anakifanya hiki. Leo siwezi kukizungumzia hadharani. Kuna mtu akaja kuwa maskini, anaweza akaja kuwa maskini, lakini kuna watu wamewavusha. Kuna watu walisoma kumtegemea yeye. Unajua kila familia wanazalia mtu wa muhimu huyu. Mungu anaweka mtu wa muhimu mmoja kwenye familia. Yule mtu anaweza akawekwa pale, Mungu hajapanga kwamba huyu mtu atajirike, lakini Mungu amemweka kwamba huyu mtu anatakiwa wasaidie hawa. Na yule mtu anaweza akakaa muda mrefu sana kwenye kazi ile, lakini kumbe lengo anatakiwa kuwasaidia, anawapa njia hawa. Kuna familia nyingi tumeshaziona ikakuta familia ni maskini, lakini familia ile ikaja kusaidiwa na mtu huyu, na yule mtu baadaye atakuja kufa maskini akawa amewasaidia hawa.
Kwa hiyo matusi yote unaweza kukuta anatukanwa kwamba kwa nini fulani alikuwa amebaki kuwa maskini na wakati alikuwa anafanya hiki. Amewapa njia hao. Kwa hiyo mimi siwezi kuwalaumu sana ambao wamekuja kuondoka kwenye muziki au wameondoka kwenye hizi ngoma hawana chochote. Alafu kumbuke ngoma za zamani zilikuwa ni tofauti na leo. Ngoma za zamani, mshindi kwenye ngoma kwa mfano Wagari na Wajita wanapambana, mshindi ndo watu walikuwa wanaenda kula kwake, yeye ndo akatoa mboga tena, baada kwamba wao mchangie wanaita tunaanza kujua nyama ya lububu, wanaita lububu. Kwa hiyo wanaenda kula tena kwake, alafu unaweza kukuta muda wote alikuwa anashindanishwa, wenda ni bendera bado timbele bendera, wanashindania bendera. Sasa ukijiuliza hii bendera ina faida gani? Atakuwa anaiweka nyumbani kwake, bendera ina shida gani? Kwa hiyo wale wa zamani walichokuwa wanakiangalia wao ni dawa. Yangu nilikuwa nataka kujua kwamba baba yake na huyu anayesababisha na washinda huyu ni nani? Wale kimasilahi hawakuwepo, ambao wamekuja kimasilahi ni hiki kizazi tulicho nacho. Na ndio maana sasa hivi wasanii ni siku mbili wasikia msanii ana gari. Siku mbili msanii ashangaa amejenga hoteli. Ni kwa sababu tayari tumeshajua kwamba sasa tuko kwenye wakati ambao ni wa masilahi. Zamani sio muda wa masilahi. Hata tuulize wazee ambao wamekuwa muda mrefu. Lakini leo ukiona mtu amefeli, inawezekana amefeli lakini kwa sababu ya kuwapitisha hawa ili aende kufanikiwa. Kwa wakati mwingine mimi siwezi kumdharau mtu aliyekwenda kufeli kimaisha, alifanya vizuri mbeleni akaja kufeli. Inawezekana ukimfuatilia vizuri, kuna watu leo wako ofisini wanafanya kazi kwa kupitia yeye.